Vitu 10 vinavyotafutwa zaidi duniani. Namba 10 ni sanduku la agano. Watafutaji wa mali adimu wanalitafuta sana. Namba 9, kikombe kilichotumiwa na Yesu kwenye karamu ya mwisho. Mpaka leo wawindaji wa mali asili wanatafuta mpaka leo. Namba 8 ni chumba cha amba kilichotengenezwa kwa dhahabu tupu katika karne ya 18 nchini Ujerumani na baadaye kurudishwa Urusi. Namba 7 ni mji uliopotea wa El Dorado, mji wa dhahabu tupu uliopotea uliotokana na desturi za watu wa Muska nchini Colombia. Namba 6, hazina za Knights Templar. Hii ni mojawapo ya siri kubwa za kihistoria. Hadithi zinasema kwamba shirika hili la kidini la kijeshi lilipovunjwa na Mfalme Philip wa 4 wa Ufaransa mwaka 1307, mali kubwa ya dhahabu, fedha na masalia ya kidini yalitoweka ghafla. Watu bado wanatafuta mpaka leo. Namba 5 ni Philosopher's Stone. Hii ni kemikali ya kifumbo ambayo inadhaniwa kuwa na uwezo wa kubadilisha metali za kawaida kama risasi au zebaki kuwa dhahabu au fedha, na pia ina uwezo wa kuponya magonjwa na kurefusha maisha, hata kuzuia kifo. Inatafutwa mpaka leo na haijapatikana. Namba 4 ni hazina ya Mfalme John, hazina ya kifalme ya Uingereza iliyopotea mwaka 1216. Inasemekana kwamba Mfalme John alipoteza vito vyake vya kifalme, klauni ya kifalme na fimbo ya kifalme ya dhahabu tupu katika eneo la matope na maji ya bahari linaloitwa The Wash huko Uingereza, baada ya msafara wake kuzamishwa na mawimbi. Hazina hiyo haijawahi kupatikana na wawindaji wa mali hizi adimu wanatafuta mpaka leo. Namba 3 ni mayai ya kifalme ya Faberge. Katika jumla ya mayai 52 ya kifahari ya dhahabu yaliyotengenezwa kwa familia ya kifalme ya Urusi mwaka 1885, mayai 46 yamepatikana, lakini mayai 6 mpaka leo hayajulikani yalipo. Thamani yake ni kubwa, na hii imevutia wanahistoria, wapelelezi wa sanaa na wawindaji wa hazina wanatafuta mpaka leo. Namba 2, hazina ya Lima. Ni mojawapo ya hazina kubwa zaidi zilizopotea katika historia mnamo mwaka 1820 wakati wa vita ya uhuru wa Peru. Mali kubwa ya kanisa na mfalme ikiwemo dhahabu, fedha na vitu vya thamani, sanamu za dhahabu za Bikira Maria na mtoto Yesu vilipotea mpaka leo, havijawahi kuonekana. Namba 1 ni hazina ya kifalme ya Romanov iliyopotea baada ya mapinduzi ya Urusi mwaka 1917 baada ya Tsar Nicholas wa pili na familia yake kuuawa. Bolsheviks walikamata mali zote za kifalme zikiwemo vitu vya thamani, taji na mayai ya Faberge. Sehemu kubwa ya dhahabu hizi iliuzwa kwa siri miaka 1920, lakini sehemu nyingine muhimu haijawahi kuonekana mpaka leo, na wawindaji wa hazina wanatafuta mpaka leo.